Ni watazamaji, kwa majina naitwa Mtume Ronald Simiyu wa Malwa. Karibuni watazamaji, mbele yenu naitwa Mtume Ronald Simiyu wa Malwa. Kichwa cha mafunzo ama vielezo. Kichwa cha mafunzo ama vielezo. Mwanadamu akihama anafunga vitu yake mchana. Andika, mwanadamu akihama anafunga vitu yake mchana. Kitabu cha Ezekiel mlango 12 kuanzia 1 hadi 3 hapo mbele mstari wa 10. Kitabu cha Ezekiel mlango 12 kuanzia 1 hadi 3. Na unasonga mbele mstari wa 10 peke yake. Na kitabu kingine kitakuwa Isaya mlango 65 mstari ni 2 peke yake. Kitabu kingine Isaya mlango 65 mstari ni 2 peke yake. Wacha nirudie tena, pengine wamekuja nyuma wakichelewa. Kichwa cha mafunzo, mwanadamu akihama anafunga vitu yake mchana. Mwanadamu akihama anafunga vitu yake mchana. Kitabu cha Ezekiel mlango 12 1 hadi 3 na mstari wa 10 hapo mbele. Kitabu kingine ni kitabu cha Isaya mlango 65 mstari ni 2. Maandiko matakatifu nasema ya kwamba nabii wa Mungu Ezekiel kupata neno la Mungu. Maandiko matakatifu nasema ya kwamba nabii Ezekiel kupata neno la Mungu. Neno la Mungu likamgujia na kusema, mwanadamu unakaa kati ya nyumba iliyo wazi. Mwanadamu unakaa kati ya nyumba iliyo wazi. Nabii wa Mungu anakumbusha Waisraeli ya kwamba mwanadamu anakaa kati ya nyumba iliyo wazi. Wana macho ya kuona ila hawao hawaoni. Wanakaa kwa nyumba iliyo wazi. Wako na macho lakini hawaoni. Wako na nini? Na macho lakini hawaoni. Lakini wako na masikio na pato hawasikii. Wako na masikio na pato hawasikii neno la Mungu neno linasema nini? Wako na masikio hawasikii. Alafu jambo lingine, kwa maana nyumba iliyo wazi, wakanakaa kwa hiyo nyumba iliyo nini? Iliyo wazi. Basi mwanadamu ndiye akawaambia kwamba mwanadamu anafunga vyombo vyake awe tayari kwa uhamisho. Kwa hiyo nyumba ya nini? Iliyo wazi. Mwanadamu afunge vyombo vyake awe tayari kwa uhamisho. Awe tayari kwa nini? Kwa uhamisho. Anafunga vitu yake. Kwa hiyo nyumba inaitwa iliyo wazi. Alafu akihama anahama wakati ya mchana. Akihama anafanya nini? Anahama wakati wa mchana. Akihama anahama wakati ya mchana. Mbele yao ambao wako kwa nyumba iliyo wazi. Anahama mchana mbele yao kwa nyumba iliyo wazi. Na akihama akitoka awe wakati ya mchana. Akishamaliza vitu yake kupanga ndiye ame mchana, lazima hakisha kwamba amepanga vitu yake sawa sawa bila haraka yoyote. Anapanga mesa, anapanga kila kitu, anapanga. Akishakuwa tayari kwa mchana, sasa anapanga safari yafanya nini? Ya kuhama wakati ule wa mchana wenyewe, siku hiyo yenyewe. Na atahama kutoka pale mpaka mahali pengine. Akihama kutoka pale anaenda kwa sehemu zingine ambapo mwenyewe anaenda kukaa kumuliki mahali penye anataka. Labda wakihama mbele yao, lazima waembe mbele yao nyumba iliyo wazi. Wacha nifafanue ya kwamba mwanadamu akihama afunge vitu yake mchana mbele ya nyumba iliyo wazi. Nyumba iliyo wazi inamaanisha ya kwamba, kwa mfano kama ambao wanakaa mji, yani town, kuna maploti zingine mnakaa nyumba za kukotesha, lakini watu wote si sawa sawa. Baadhi yao wengine wako na nia mbaya na wengine hata mlango ya kanisa hawaoni. Ndio tunaitwa unakaa kati yao nyumba iliyo wazi. Kumaanisha ndani ya hiyo ploti pengine wewe peke yako ndio unajua neno la Mungu, ama wewe ndio mtakatifu, mama watu watatu. Kwa hiyo ploti mnaweza kuwa ploti na pepa watu kama 40, lakini kati yao watu 40 wawili ndani yao ndio wanajua neno la Mungu, hao ni watakatifu. Kwa sababu wengine
wanaasia wengine mapaya, ama wanakuambia kwamba huyu anachofanya ameokoka, sisi tulitoka huko. So unaona nyumba iliyo wazi, mawazo yao si mzuri, mawazo yao ni mbaya. Wakiona kama yeye ni mtakatifu, wanataka kukufunja moyo. Na hata vitendo ambao wanafanya ni ya usharati, ya maovu tu, ya unyang'anyi. Yaani nyumba iliyo wazi. Sasa mmenipata hapo. Kwa sababu ukiwa kwa hiyo kati ya plot ama sehemu yoyote ambao unakaa na watu kwa nyumba zao, tunasema nyumba iliyo wazi kwa sababu kuna wenye wanakaa ndani, vitendo yao si mzuri, ndio tunasema nyumba iliyo wazi. Sasa ukiwa katikati yao, unafunga vitu yako wakati ya mchana, unaama mbele yao wakiona. Licha wengine wanajua hii plot ambao wanakaa ndani, yeye si vitendo yake ni mzuri, lakini amefungwa macho, haoni. Wewe huwezi kulinganisha na hao watu. Sasa ni vizuri utoka pale uame. Ndio mahali penye unaenda ukaa mahali pazuri pa kustarehe. Ndio siku ya Jumapili ikifika unaenda kuabudu Mwenyezi Mungu, kumuimbia wimbo za kusifu Mungu. Lakini kukaa kwa nyumba iliyo wazi ambao watu watambui Mungu, watu wa dunia, makosa yao wanafanya vituko ambayo haipendezi Mungu. Wanafanya vituko yao ambayo haipendezi Mungu. Sasa ndio tunaita nyumba iliyo wazi. Alafu hao watu wanakaa ndani ya nyumba, mambo yao ambao wanafanya si ya Mungu. Si ya si ya Mungu. Yaani maneno ambao wanafanya hata haiwafurahishi wenyewe, hata si maana kwao. Sasa kuna chumulisho ya kwamba kulingana maandiko matakatifu inasema ya kwamba nyumba ambayo iliyo wazi. Yaani inamaanisha kwamba watu ambao wanakaa kwa hiyo nyumba hawana vitendo mzuri, vituko yao ni mbaya, vituko vyao si halali. Vituko yao ni mbaya, ama maneno ambao wanafanya ni mabaya, hata haiwasaidii wenyewe. Nyumba iliyo wazi, ama kwa lugha nyingine tunasema wako na machukizo. Yani machukizo maana yake, yani upande mwingine, mfano machukizo inamaanisha ya kwamba mambo ambao wanafanya haipendezi Mungu. Kwa hivyo ukiwa katikati ya watu kama hawa, ni vyema we mwenyewe kama mtakatifu ufunge vitu yako mchana mbele yao, nyumba iliyo wazi, wakuona ya kwamba umeama. Sasa ukifanya hivyo na unaama wakati ya mchana mbele yao, ili wakufahamu ya kwamba wewe umeama. Wewe umefanya umeama kutoka kwa hiyo nyumba iliyo wazi. Kama town hapa kuna maplot zingine zinapanga watu mbalimbali. Watu mbalimbali. Na pengine nia yao si mzuri, si ya kuchichenga. Hata mlango ya kanisa hawaoni. Mambo ya kukaa tu masitare na kupika mshene ya kusengenya wengine. Ama wanaongea juu ya wengine. Hawa si watakatifu. Nyumba iliyo wazi inamaanisha ya kwamba watu ambao wanakaa mahali pale wakiwa na mambo yao kuhusu njia mbaya peke yake. Nyumba iliyo wazi inamaanisha ya kwamba ni watu ambao wanakaa mahali wakiwa na mambo ya kuhusu njia mbaya peke yake. Ya kuhusu njia mbaya peke yake kwa wengine. Kwa njia ya mawazo mabaya, na wengine hakuna maneno mazuri kati yao. Hakuna maneno mazuri kati yao. Na ndio unaonanga ukiwa kwa nyumba za kukodesha, wamama wanapikana, kutoka kwa wamama unaona wazee wanaingiana ndani, wanalimana magofi. So unaona? Na wewe ukiwa kama wewe mtakatifu kwa plot ya aina hiyo, wewe ama ukianika nguo yako kwa kamba, saa ile unaingia kwa nyumba nguo hakuna. So unaona? Yesi hata umeenda kanisani, hakuna. Nyumba iliyo wazi. Yaani hata ukianika nguo yako usiende kujisaidia, usiende kwa nyumba, uende nayo kwa nyumba. Ndio rudi waandiko kaa ukiangalia. So unaona? Nyumba iliyo wazi. Mmepata hiyo mfano. Sasa ukiwa katikati kwa nyumba ya aina hiyo, ni vyema kama wewe ni mtakatifu unaama kutoka pale. Na ukiama usiame usiku ama mchana, watu wa kuangalia wenyewe. Waone ya kwamba umeama. Hiyo ndio kitabu cha Ezekiel mlango 12 kuanzia 1 hadi 3. Hiyo ni kitabu cha Ezekiel. Sasa ukiangalia maneno kama haya ambayo nasungumusia, ndio elewa kwa nini unakaa kwa nyumba iliyo wazi. Watu wengine wanakaa kwa nyumba lakini hawajui, ni kama wamefunga macho. Lazima neno la Mungu likuche lisemwe ndio wapate kuelewa ni nini nasema. Sasa wengine hawakumbukangi. Ukienda yeye ni kama miungu nyingine ama umeenda kwa maagano nyingine. Wameingiza ndani. Unajua ukiwa peke yako, kwa mfano ukiwa peke yako wewe pikana watu 50 ni ngumu. Lakini Mungu mwenyewe asema vita si yetu, vita ni ya Mungu. Vita ya nini? Ya Mungu. Ni kupika maombi.
alafu Mungu atakufunulia maono ya kwamba mahali penye unakaa hapa si mzuri, ni heri ufanye nini? Uhame, ndio upate uhuru ya kuwa mtakatifu kwa maisha yako yote. Alafu kitabu cha Isaya mlango 65 haya ya pili. Kitabu cha Isaya mlango 65 haya ya pili. Nabii Isaya naye akasema, tasameni mchana kutwa nimemuonyesha mikono yangu walio wasi, watu waendao njia sawa. Hiyo nabii Isaya anasema watasemani macho mchana kutwa. Yaani inaonyesha kwamba nabii wa Mungu Isaya anawakumbusha kupitia kwa mikono yako, angalia watu walio wasi. Na nimefafanua mtu alio wasi ni yule ambayo anafanya vituko yake maneno mabaya, si ya utakatifu, yani mtu wa dunia. Yani hata akifanya maneno hata mwenyewe haimchengi, haimfurahishi, lakini wenyewe kwa wenyewe wanaona ni wako sawa. Lakini wewe uko na akili timamu, unaona watu wako sawa kwa sababu hakuna kitu inawasaidia katika njia ambayo sio njema, wakifuata mawazo yao wenyewe. Mawazo yao wenyewe wakiwa pamoja, wala ambao wanakaa kwa nyumba iliyo wasi, wenyewe wanashirikiana, wanapatana. Lakini wewe mawazo yako hesi ingiana na hawa, lakini kwa wenyewe wako sawa. Wanaona wako, kwa sababu hawa wako mbingu nyingine. Alafu kutoka pale ile mbaya hata wasaidia. Yule mtu anaitwa mbaya hata fanya nini? Hata msaidia. Lakini kama wabaya kwa wabaya wenyewe ama waasi wa wenyewe, kwa sababu tabia zao zinaambatana pamoja, siko kwa uli moja, hawa wataingiana. Lakini mtu kama wewe na mimi na yule mwingine mtakatifu hatutaingiana na hawa. Kwa sababu nini? Hawa wako kwa mbingu nyingine, wewe uko kwa mbingu nyingine. So naona vitu kama hiyo lazima uweke utafauti. Kwa hivyo ndio nabii Isaya anakumbusha ya kwamba kuona wengine si kitu. Wakiona wengine mbele yao, kwa sababu wako kwa vituko yao ambao si ya Mungu, wanaona hakuna kitu iko pale. Lakini licha kama wewe mwenyewe umetambua njia ya Mungu, unaona kuna kitu iko pale, haiendi sawa. Sasa ni heri wewe mwenyewe ujiondoe kwa watu kama hao. Na si kwa mapuloti peke yake. Kama wewe umetambua njia ya Mwenyezi Mungu, ukitembea huko nje, tembea kama mtakatifu. Hata ukiongea vituko yako, appearance yako peke yake inaonyesha kwamba you are a Christian man. Appearance peke yake. Kwa hivyo kuna wengine wanachiingiza kwa maneno, hata kama hakaa kwa nyumba iliyo wasi, tayari wewe umefanana na yule mtu ambaye anakaa kwa nyumba iliyo wasi. Jambo lingine, nabii wa Mungu Isaya akikumbusha wengine ya kwamba maneno mabaya kwa wengine, hiyo ndio kazi yao. Watu ambao wanakaa kwa nyumba iliyo wasi, wakitukana mwingine ama wakizungumza maneno mbaya kwa mwingine, akikasirika, akichomeka na roho. Sasa hiyo ndio kazi yao, naona kazi yao inaendelea vizuri. Alafu jambo lingine, wakikaa kwa nyumba hiyo iliyo wasi, kwa sababu mambo yao si mzuri. Alafu ndio nabii wa Mungu Isaya anajitokeza kwamba akuja kuwaonyesha kwamba kupitia kwa mkono yake, watu watakatifu wa Mungu mmejaa hapa, lakini hapa si mahali pa kukaa. Na kama mtu anakuona vile huko, kwa sababu uko na msimamo, ndio umefanya vyema kukaa hapa, lakini hapa tunaona hapa zamani ilikuwa nafanyanga vituko sikaa hapa, itakuja kukupika. Lazima usikise, uhame uende mahali pazuri. Na wengine ukiweza maneno hata unawasaidia wenyewe, lakini wanaona unaharibu mambo yao, kwa sababu hao wako mbingu nyingine. Hiyo ni mfano. Kwa sababu nabii Isaya nayo akasema watu kama hawa haona njia yao si njema, yani njia mbaya. Yani njia yao si njema, yani njia mbaya. Kwa hivyo hata sisi kama wazazi unaona maneno kama hiyo, kama wewe umechua, hakikisha ya kwamba watoto wako hata wakipata umri ya kufanya kazi, kujitafutia miji mbalimbali, waambie wameenda kwa wenyewe kuotesha nyumba, ndio watafute kibarua yao wafanye, na siku ya Jumapili wanaenda kanisani, waangalie mahali penye wanaenda kuotesha nyumba. Hiyo hali inakaa namna gani? Hiyo hali inakaa namna gani? Kwa sababu ataenda huko na pengine alikuwa Mkristo mzuri, atameswa na wale wa watu ambao watambui neno la Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mambo yao kazi yao ni kusenganyana, kukaa ndani na kuzungumzia juu ya wengine. Sasa licha kama kijana wako pengine amepata kibarua mahali, hiyo ni mfano naeleza,
na pengine nyumbani alikuwa mtu Mkristo, akienda kwa nyumba iliyo wazi, unaona atameswa Ukristo. Ni heri akae katika hali mzuri ambayo ya kwamba pia yakwe na akili, Mungu amfafanue akili, akienda mahali popote, hii akili ya utakatifu fanye nini? Emsaidie. Asikae ovyo ovyo, lazima atupe macho, akawe tayari. Mahali penye anaenda anakaa na watu wa aina gani? Na watu wanakaa nini? Wanataka nini? Akishawachua wasome wajue, yeye mwenyewe anajiteteana, anaama pole pole ndani yao, ili atafute mahali pazuri ambao anafanya mambo yake mzuri, ili Jumapili ikifika anafanya nini? Anaenda kanisani. Lakini kukaa ndani ya nyumba iliyo wazi, watu ambao wafikia wengine kwa mabaya, hiyo mambo haitakuwa mzuri. Ndio maana nabii wa Mungu Isaya anakumbusha watakatifu. Nabii Isaya wa Mungu alikuwa anasema njia kama hiyo mkikaa ndani yao, hiyo njia yao si mzuri. Kazi yao ni kunena mabaya kwa wengine. Kazi yao ni kunena mabaya kwa wengine. Na ndio naona nyumba iliyo wazi, hata watoto wao, ndoa yao, wakipata ndoa yao, ama watoto wao wanaoana, ama kijana mfano, ama kijana wao ambaye anakaa kwa nyumba iliyo wazi, akitafuta mchana kijana ama mfulana atafuta mwingine, mfano natoa mfano, wakiwawana wanaendanga mipango yao inafanyangwa usiku, kwa sababu hawa siwa mambo yao machafu hawezi fanya nini mchana. Ndio maana kama sisi watakatifu tuonyeshe ya kwamba hata ndoa yetu tuhakikishe kwamba na jamii yetu sisi ni watakatifu. Mambo yote tukifanya tuwe watakatifu. Mahali penye tunaama tuhakikishe mahali ni safi, hata kusuia Ukristo yake eanguke. Ndio kwa sababu tukienda kiholela bila kuchunguza, tutaambukizwa na mambo mengine ambayo haistahili. Ndio tangu ukumbuke ya kwamba umeingia tayari ndani. Hata watoto wetu wakiolewa wanaoa mchana. Hata kijana yako kama msichana akitaka kuolewa, anaolewa mchana, si usiku. Anaolewa nini? Mchana. Kama sisi watakatifu, papa na mama, tuelewe. Sisi ambao tumechukua njia ya utakatifu, sisi hatukae kama wale ambao wanakaa kwa nyumba iliyo wazi. Na nyumba iliyo wazi ya kwamba hawa watu wenye wako ndani ya hiyo nyumba mawazo yao si mzuri, wanasingizia wengine mabaya. Ndio nasema nyumba iliyo wazi. Sasa ikifika kwamba upande ya ndoa, kama sisi watakatifu, msichana akitaka kuolewa anaolewa mchana. Msichana akifanyia harusi au kijana wafanye mchana. Hapana kufanya harusi iende saa 1 usiku. Sasa mnafanana wale wengine wanakaa kwa hiyo nyumba iliyo wazi. Kama sisi watakatifu, ndoa yetu, maisha yetu iko ya utakatifu. Kitu chochote inafanyika mchana, si usiku, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Mambo yetu inafanyika mchana. Inafanyika nini? Mchana. Kwa hivyo mpate kupata hiyo neno la Mungu ambayo Bwana Mungu mwenyewe anafanya nini? Anasema hata ukifanikiwa kwa mfano, ukifanikiwa kununua sehemu ya kumiliki kama plot, ukimaliza kujenga, ita kanisa epike maombi wakati wa mchana. Ukifanikiwa kununua plot, jenga nyumba, ukimaliza, ukihama vitu yako unaama mchana. Ukinunua gari yako, usiende uchukue usiku, unaenda na gari yako na maombi na kanisa unachukua wakati ya mchana. Kijana yako akiolewa anaolewa mchana. Harusi ikipangwa inapangwa mchana na inamalizika mchana, si usiku, sababu sisi ni wana wa Mungu, si wa usiku. Alafu jambo lingine, hata kanisa ikijengwa tunajenga wakati ya mchana, na kanisa ikimalizika tukifanya celebration ya kanisa tunafanya mchana, si usiku, kwa sababu sisi ni watu wa Mungu. Jambo lingine, ukifanikiwa kupata kitu chochote, lazima uhusishe watumishi wa Mungu waweke mikono juu yako, kwa sababu sisi ni watakatifu, si watu ambao wanakaa kwa nyumba iliyo wazi. Jambo lingine, Mtume Paulo akasema ya kwamba chochote ambao tunafanya kama sisi watakatifu tunafanya mchana. Tunafanya nini wakati ya mchana? Hata ukinunua ng'ombe yako, enda mchana, ununue mchana upeleke nyumbani. Chochote hata kama ya kununua, hata vitabu, nunua mchana upeleke mtoto wako. Hata shule, ukipeleka mtoto wako, peleka wakati ya mchana, si usiku. Si usiku. Alafu mambo yingine, wengine wakifanikiwa kupata kitu, hataki wengine wajue, anafanya kisirisiri, anafanya usiku. Hiyo si vizuri.
Kwa nini unajificha? Na wewe ni mtakatifu. Lazima mambo yote ikifanyika ifanyike mchana. Kwa sababu nini? Wewe ni mtakatifu. Kitabu cha Wathesalonike mtume, kitabu cha kwanza, waraka wa kwanza mtume kwa Wathesalonike, waraka wa kwanza wa Paulo, kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wathesalonike, mlango ni 5 mstari wa 5 na mstari wa 8. Mtume Paulo akasema kwa Wathesalonike, mtume Paulo akaenda kwa Wathesalonike ya kwamba nyinyi tumekuwa wana wa nuru na mchana, si wa usiku. Yaani mtumishi wa Mungu akiwa kwa Wathesalonike, mtumishi wa Mungu Paulo akiwa kwa Wathesalonike anawakumbusha kwamba hawa wamekuwa wana wa nuru, wamekuwa wana wa nuru, wamekuwa wana wa mchana, si wa usiku wala kisa. Kumaanisha ya kwamba anawakumbusha ya kwamba licha wamekuwa wana wa Mungu, sasa wakifanya mambo yao lazima ifanyike mchana. Kwa sababu si wa usiku. Inamaanisha nini? Kama wewe ni mtakatifu, hata kama chakula yako kula mchana. Hata mambo yako fanya mchana. Chochote ambao unafanya fanya mchana, si usiku, kwa sababu wewe ni mwana wa nuru. Mwana wa nuru yani wewe ni mtakatifu wa Mungu. Kwa sababu unamwangaza kama mwangaza. Wewe ni mwana wa Mungu. Mambo yote ukifanya lazima ufanye wakati wa mchana. Mambo yote ukifanya fanya wakati wa mchana. Kwa sababu sisi wana wa nuru, wana wa mchana. Si wa usiku. Kwa hivyo lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi mbali ya kwamba tujifunia upendo yetu na tumaini yetu ya wokovu. Tufunia upande yetu na tumaini yetu ikuwa wokovu yetu. Okuwa kwa wokovu yetu. Kwa hivyo Wakristo wenzangu, ukiama unaama mchana, si usiku. Hata vitu yako unafunga kwa kunia, chochote hata kama kunia usiogope, unafanya mchana. Ukiama unafanya mchana. Ukiama vitu yako unapanga unaama mchana. Hata kama umeweka kwa kunia, unatembea na kunia yako, unaama mchana. Hata kama mimi mwenyewe sina vitu mingi, lakini niko na rafiki yangu ananiwekea kwa mabeka, naama mchana. Tunaona tuko na yeye ananisindikisha naama mchana. Tunakaa na yeye kwa plot, nimemwambia yeye hata kuama anaama mchana.